Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Na mada kuu inabaki kuwa kile kinachoendelea ndani ya Irani, lakini yale yanayoendelea duniani. Dunia bado imepigwa na butwa. Nilikuwa nikiangalia taarifa moja iliyochapishwa na UEFA. Wanajiuliza nini kimetokea? Kipi kimejiri kubadilishwa kwa uamuzi wa mchezaji wa Marekani kucheza kwenye mechi ambayo tayari alikuwa na kadi nyekundu. UEFA wanasema uamuzi huu ni wa hovyo ambao hawajawahi kushuhudia, lakini unaonyesha kutokuwepo kwa haki kabisa. Mara nyingi huwa ninasema pale mnapojaribu kunyamazia mambo yakiwa mazuri upande wenu huwa mnafurahia. Wakati Marekani anaanza magumashi na hii World Cup ya kushughulikia baadhi ya nchi zikiwemo za Kiafrika, lakini zikiwemo nchi za Asia, Iraq wamekutana na kadhia hiyo, pia Bosnia walikutana na kadhia hiyo, lakini Irani zaidi. Kuja nchi za Kiafrika, Senegal na nchi zingine zimekutana na kadhia kubwa sana ya hovyo kuelekea hii World Cup. Wakatoa malalamiko yao, wakatoa milio kwa jamani, hii World Cup ni ya hovyo sana. Mbona kuna kitu ambacho sio fair? Mbona wengine hawafanyiwi hivi isipokuwa sisi tu tunafanyiwa hivi? Dunia ikiwemo UEFA kimya. Kwa sababu gani? Ndani ya ajenda zilizofichwa kwenye vifua vyao, na wao pia zile nchi wanazichukia. Yaani wao pia zile nchi wanazichukia. Kwa hiyo kama na wao pia hizi nchi wanazichukia, ndio maana wakaona kuwa ni sahihi hivyo viendelee. Ni sahihi kwa wao kufanyiwa vile. Hiki kinaakisi vitu vingi. Unajua, wakati yalipokuwa kifanywa na Marekani, yakifanywa na Israeli, yakifanywa na mengine upande wa Gaza, waliona sahihi kabisa kufanya hivyo. Ilivyokuja kufanywa Ukraine na Marekani, waliflow wote walikuja juu. Sawa? Juzi hii World Cup imeanza. Yakaanza haya mambo kwa kiwango cha hali ya juu kabisa, kuonekana kabisa kuwa mbona kuna shida iko sehemu. Hawakujali kabisa. Ilikuwaje timu ya mpira wa miguu inaweza kucheza mechi moja, nchi nyingine ikimaliza hairuhusiwi hata kupasha misuli? Unajua kawaida michezo, watu wanapocheza mchezo, mnapomaliza timu inaweza ukakaa uwanjani katika mazoezi mepesi ya kuweka viungo sawa ili wachezaji waje wacheze tena kwenye mechi, kwa sababu wametoka kutumia nguvu kubwa ya kucheza mpira. Lakini baada ya pale huwa wanafanya mazoezi mepesi madogo ili kuweka afya yao na misuli iwe sawa kwa ajili ya mechi zijazo. Walikuwa wanapewa amri baada ya mechi tu, hamtakiwi kuwepo kwenye hii ardhi. Ya wapi? Ya Marekani. Wanaondoka. Hakuna aliyezungumza. Kimya. Wote wakaona ni sahihi. Hiyo yote itokee ni sahihi. Wamekuja kuguswa wao na timu yao sasa ya Belgium kwa uamuzi ule wa hovyo katika watu wale. Milio inatoka. Ndio kile ambacho huwa ninakizungumza mara nyingi. Anzia chini. Unapolalamika, anzia chini kuwa kiliwahi kutokea, mliwahi kuchukua hatua gani? Kama hamkuwahi kuchukua hatua na mkaona zile hatua zilikuwa sahihi, au kile mkakiona kuwa kilikuwa okay, basi nyamazeni, yaendelee. Kwa sababu nyinyi ni sehemu ya uhalalishaji hovyo wa haya mambo. Kama msingeanza mwanzo kuhalalisha haya yasingefika huku, kwa sababu huyu angehofia kuwa nguvu itaobishana na hili swala itakuwa ni kubwa sana. Nguvu itaobishana na hili swala hili itakuwa nguvu kubwa sana. Kwa hiyo wakaona kuwa tuendelee bwana. Sasa ulimwengu unashangaa yale yanayojiri au yanayoendelea. Ulimwengu unayashangaa. Ni kweli yanashangaza. Ni kweli, kwa sababu hayakuwahi kuwepo, hayakuwa kwenye utaratibu wowote. Sasa kuna mambo yanayoendelea. Nilisoma taarifa moja mchana kabla nitaka kukuletea taarifa moja mchana. Hii taarifa ilitolewa na waziri mkuu wa Israeli. Ilikuwa ikisema kuwa ngoja nikusomee hii taarifa.
Inasema hivi: Waziri Mkuu wa Israeli Netanyahu alidai Jumapili kwamba baadhi ya vijiji vya Kikristo kusini mwa Lebanon viliomba kuunganishwa na Israeli ili kulindwa dhidi ya wanamgambo wa Hezbollah. Lebanon ilivutiwa na vita vya Mashariki ya Kati mnamo Machi 2 wakati Hezbollah iliporusha makombora dhidi ya Israeli kulipiza kisasi mauaji ya kiongozi mkuu wa Irani Ali Khamenei, na Israeli ilijibu kwa mashambulizi makubwa ya anga pamoja na uvamizi wa ardhini. Sasa vijiji vya Kikristo nchini Lebanon, baadhi yao vimeomba kuunganishwa na Israeli kwa sababu tunawalinda dhidi ya Hezbollah, washabiki wa Hezbollah ambao wanataka kuwaua, na tunafanya mambo yale yale na Wakristo kila mahali, Netanyahu alikiambia kipindi cha Fox News The Sunday Briefing. Netanyahu yeye hakutaja vijiji gani hivyo vya Kikristo ambavyo viliomba kuunganishwa na Israeli. Vijiji vya Kikristo katika eneo la Marjiun kusini mwa Lebanon siku ya Ijumaa vyenyewe vilikanusha ripoti zilizochapishwa na vyombo vya habari vya Israeli vinavyoonyesha kuwa vinataka kutoka upande wa Lebanon, vikisema taarifa kama hiyo ni ya uongo, wala sio haki, wala haina sheria yoyote, wala hawana mamlaka ya kuamua juu ya wao kuelekea wapi. Vijiji hivyo vilithibitisha tena azma yao ya kubaki katika ardhi yao, vikisisitiza kuwa uaminifu wao kwa utambulisho wao wa kitaifa na kushikamana kwao na bendera yao ya Lebanoni. Tangu vita kuanza, baadhi ya vijiji vya Kikristo kusini mwa Lebanoni vimepitia mashambulizi makubwa ya makombora ya Israeli, mashambulizi ya anga, pamoja na kuhamishwa na uharibifu mkubwa wa miundombinu zikiwemo nyumba zao za ibada, makanisa. Vingi vimebaki na watu licha ya amri za watu kuondoka kutoka kwa Israeli, huku wakazi wakichagua kukaa kulinda nyumba zao, makanisa, mashamba, ingawa baadhi yao vilihamishwa kama sehemu ya mkakati wa Israeli. Wakati wa vita, jeshi la Israeli liliwaonya wanakijiji wenye asili ya Kikristo, wengi wao kupitia simu za mkononi, kupitia mamea na maafisa wa eneo hilo, kutoruhusu watu wowote kuingia katika kijiji chao kwenye miji yao. Katika hotuba tofauti katika sherehe kitaifa siku ya Jumapili, Netanyahu alisisitiza kwamba jeshi la Israeli litaendelea kuwapo kusini mwa Lebanoni kwa muda mrefu iwezekanavyo ili kuwalinda wakazi wa kaskazini na raia wote wa Israeli. Wakati huo huo, mkuu wa jeshi la Israeli Luteni Jenerali Eyal Zamir, yeye alitembelea wanajeshi walioko karibu na ngome ya Beaufort kusini mwa Lebanon siku ya Jumapili, akiapa kwamba jeshi litaendelea kufanya kazi kwa dhati kuondoa vitisho kutoka eneo hilo. Netanyahu anasema kuwa kuna vijiji vya Lebanoni vimeomba kuunganishwa na Israeli, hasa akitaja kuwa vijiji vya Wakristo. Licha ya kuwa taarifa ya maeneo hayo, hakutaja vijiji gani, licha kuwa taarifa iliyotolewa wanakanusha kuwa hatujaomba wala hatuhitaji, tunataka kubaki kwenye bendera ya Lebanon. Ukweli unabaki wapi? Mara kadhaa serikali ya Waziri Mkuu Netanyahu imejinasibisha na kuwa mlinzi wa Wakristo duniani, hasa Mashariki ya Kati. Netanyahu mara kadhaa amesema kuwa hii ndio nchi ambayo Wakristo wako huru zaidi kuliko nchi yoyote Mashariki ya Kati. Kauli zake na vitendo vyake haviko sawa, havilingani na ukweli huo kuwa Wakristo ndani ya Israeli wako salama sana. Ukweli kuwa hii ndio sehemu ambayo Wakristo hawana amani kabisa kuliko sehemu yoyote hapo Mashariki ya Kati. Nchi ya Israeli ndio sehemu ambayo Wakristo hawana amani kuzidi nchi yoyote ya Mashariki ya Kati. Ushahidi wa namba utakupasha katika uhalisia. Ukienda Palestina ambao unaweza kusema West Bank, Gaza na kwingine kote, yani unaweza ukaichukua ile population ya Wapalestina, inafikia 18% mpaka 20% ya watu wa eneo hili ni Wakristo, eneo la Palestina. Sasa ukiunganisha Palestina na Israeli, yani lile eneo la Palestina with Israeli population, ukichukua population ya Israeli utakuta jamii ya Wakristo ni 1.8 mpaka 2%. 1.8 mpaka 2% ndani ya Israeli. Ndani ya Palestina kuna 18 mpaka 20%. Sijui umeelewa. Na kuelezea kuhusu eneo dogo ambalo upande wa pili ukiamua kusaliti kwenda upande wa pili, wewe unahesabika it's okay. Yani ukiwa upande wa pili
wa Palestina wakasema kuwa basi mimi sitaki kuwa upande wa Palestina, naenda upande wa Israeli, basi unahesabika uko sawa, utapewa kila kitu ulichokuwa unakitaka. Sasa kama kweli serikali ya Israeli iko kwa ajili ya Wakristo wa eneo hili, kwa nini Wakristo wote wanalazimika, kwa nini bado wameng'ang'ania kukaa eneo la Palestina ambalo ukisoma kwa vyombo vya habari au taarifa zinazotolewa upande wa pili wa Israeli inaonyesha kuwa hili huku ndio wanakonyanyasika? Kwa nini bado wameng'ang'ania kukaa kwenye eneo ambalo wananyanyasika, hali ya kuwa mtaa wa pili tu kutoka pale kwao wana kinga nzuri kabisa ya kulindwa? Haikuingia kilini. Ni kwa sababu hawa watu wako sehemu husika. Acha wewe uliye mbali na sisi tunaosoma au tunaofuatilia, sisi tuko mbali. Hapa tulipo, yani pale walipo wao ndio sehemu husika. Kwa hiyo Wakristo waliopo Palestina, Wakristo waliopo Lebanon, wao Wakristo walio eneo hili, wao ndio wanashuhudia kwa uhalisia haya mambo wanakutana nayo. Yani wanafahamu sio hadithi ya Netanyahu. Acha kile kinachoendelea. Tumeona hapa katika sherehe mbalimbali ikiwemo Christmas, Pasaka, jinsi Wakristo walivyokuwa wakizuiliwa kuingia hata kwenye makanisa, jinsi walivyokuwa wakifanyiwa. Na nikitaka kuambia hilo kuwa ukichukua Israeli mfano, ichukue Israeli ina 20% ya Waislamu. 20% ya Waislamu, ina Wakristo chini ya 2%. Chini ya 2%, kwa sababu hii sehemu si salama kwa Wakristo kabisa. Yani ni bora hata Waislamu ndani ya Israeli bado wanaweza kuwa sehemu ambayo kiasi. Ndio maana unaweza ukaona population ya Waislamu ndani ya Israeli ni kubwa kuzidi, yani ni kubwa mara 10 kuzidi ya Wakristo. Sasa Wakristo wamebaki kukaa kwenye maeneo ya Wapalestina kwa sababu ndio sehemu wanaoona kuwa wao ni salama kuzidi kwenda kuishi upande wa pili, ambako huko upande wa pili ndio unaojinasibu duniani kuwa wenyewe unatoa kinga dhidi ya Wakristo. Nadhani huwa tunafuatilia, tunaona video mbalimbali zinazozunguka pale, jinsi Wakristo ile hali wanaokutana nayo pale, au vile serikali ya Israeli na watriti au vyovyote vile, nadhani huwa mnayafuatilia. Lakini tayari Wazayuni walijikinga kupitia Ukristo, yani waliingia ndani ya Ukristo kama walivyojiingiza ndani ya Uyahudi, wakapita katikati ili kupata backup ya point. Kuna mabilioni na mabilioni ya fedha yanachangwa na makanisa hasa ya Kimarekani, ya kilokole yaliyopo Marekani. Mabilioni ya fedha yanachangwa kwa ajili ya kwenda Israeli kutimiza kile ambacho Waisraeli wamekipitisha kupitia wao. Lakini ukweli kuwa jaribu kufata mafundisho hata ya Kiyahudi, hata ya Kizayuni, mafundisho ya Wayahudi wao. Ukisoma dini ya Kiyahudi, ukasoma dini ya Kiislamu, zinaingiliana kwa zaidi ya 50% kwa baadhi ya mambo mengi. Kwa zaidi ya 50% wanaingiliana kuanzia imani zao, Mungu mmoja, tohara, talaka, ndoa na vitu, kufunga, sala. Nenda kasome hivi vitu, utagundua kuwa vitu vingi vinaingiliana kwa zaidi ya 50%. Ukristo na Uyahudi, Uislamu na Uyahudi unaingiliana kwa kiwango kubwa, sio Ukristo. Kwa hiyo Ukristo uko pembeni kabisa kuingiliana na hili. Sasa haya madai ya waziri mkuu kuwa wao ndio watatoa kinga dhidi ya, ni madai ambayo yamekuwa yakitolewa mara kadhaa. Yani ni madai ambayo yamekuwa yakijirudia kutolewa na serikali ya Israeli kuwa kama wao ndio wana uwezo wa kutatua hili tatizo kwa kiwango kikubwa dhidi ya Wakristo. Lakini ajabu tu kuwa, nachoshukuru kitu kimoja kuwa unaona hata kwenye magrupu yetu sisi kuna tumegawika wengi, yani huku na huku ni wengi. Hata wa upande wa pili ni wengi sana, na uzuri wengi ni rafiki zangu, huwa tunazungumza, wananielezea acha kile walicholishwa awali, lakini kuna kile ambacho cha uhalisia kabisa, naonyesha kuwa wanaona uhalisia wa yale mambo kuwa tulipewa sana simulizi ambazo hazikuwa na ukweli, lakini tunajionea mambo katika uhalisia. Ukweli kuwa Israeli sio kinga dhidi ya Ukristo. Waisraeli ndio shida ya Ukristo. Wakristo wanaoishi hili eneo wana shida sana na Israeli, kwa sababu tumeona huko Lebanoni ambako Netanyahu anasema kuwa wanataka wapewe kivuli cha Israeli, ndiko sehemu ambapo makanisa yalishambuliwa, ndio sehemu ambapo wameuawa viongozi wa kidini. Lakini tumeona hata ndani ya Palestina, ile Gaza na kila kitu, sehemu wamesambaza hakuna cha msikiti hakuna kanisa, wamehakikisha kila kitu wamekimaliza. Kwa hiyo hivi ni baadhi ya vitu ambavyo unaweza kuviweka kwenye nadharia halisi au si halisi. Sasa kulikuwa kuna taarifa moja nilikupasheni toka wiki jana au wiki mbili zimepita
kuhusu mkutano wa NATO utaofanyika Ankara, Uturuki. Sasa mkutano ule utaanza Jumatano, nadhani viongozi mbalimbali watahudhuria, Trump atahudhuria, na shida kubwa ya Trump au mgogoro mkubwa wa Trump ni kati yake na Netanyahu. Kuhusu nadharia ipi inasomwa, inasema kuhusu kile ambacho Donald Trump alikizungumza, nadhani ilikuwa ni mwezi jana, alizungumza kuiuzia ndege za F-35 Uturuki, kitu ambacho Israeli wamekuwa kifanya kampeni kubwa zaidi kuhakikisha kuwa hili haliwezi kutokea. Sasa shida kubwa kuwa tofauti imekuwa ni kati ya Israeli na Marekani, hawakai chumba kimoja na kujadili mambo yao. Kwa hiyo kuna wakati sasa wanatoa taarifa za kutokea nje. Waziri Mkuu Netanyahu ameionya Marekani dhidi ya makubaliano ya Uturuki ya kuiuzia F-35 kabla ya mazungumzo ya Trump na Erdogan. Waziri mkuu alitoa mahojiano yake ya pili kwa Fox News baada ya siku 2, yani mfululizo ametoa mahojiano akionya dhidi ya kuimarisha jeshi la Ankara kabla ya mkutano wa kilele wa NATO nchini Uturuki. Israeli inazitaka nchi wanachama kulani matamshi ya waziri wa mambo ya nje wa Uturuki dhidi ya Israeli. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alitoa mahojiano kwa Fox News Jumatatu, mahojiano ya pili katika siku 2, na dhidi ya ziara inayotarajiwa ya rais wa Marekani Donald Trump nchini Uturuki, alitoa ujumbe dhidi ya uwezekano kwamba Washington ingeipa Ankara ndege za kivita za F-35 au injini za ndege za kivita. Netanyahu alisema katika mahojiano hayo kwamba Uturuki ni nchi kubwa, lakini inatawaliwa na mtu ambaye anatoa wito wa wazi kuangamizwa kwa Israeli. Alisema rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan anakalia nusu ya Kupro, nchi mwanachama wa NATO, anaitishia Ugiriki ambao pia ni mwanachama wa NATO, na anazungumza wazi kuhusu kuiteka Jerusalem. Yani watu wengine sijui hawaoni kile ambacho wakione. Anaikalia Kupro, wewe unakalia wapi? Yote Gaza unakalia, unakalia eneo kubwa la Palestina, unakalia Lebanon, unakalia Syria, unakalia kila sehemu. Unatoa tishio la wazi. Anasema kuwa anasema Uturuki ni kubwa. Yani anachokisema, anasema anakalia nusu ya Kupro, yeye anakalia nchi zaidi ya 3. Alafu Kupro ni ile Ugiriki, nusu ya Ugiriki unajua iko chini ya Uturuki. Kwa hiyo nchi mwanachama wa NATO anaitishia Ugiriki ambao pia ni mwanachama wa NATO. Israeli anaitishia Uturuki ambao ni mwanachama wa NATO. Na anazungumza waziwazi kuhusu kuiteka Jerusalem. Israeli anazungumza waziwazi kutokuwepo taifa la Palestina, kinyume na sheria na mkataba wa Umoja wa Mataifa na hata kuanzishwa kwake kwa Israeli. Waziri mkuu pia alizungumzia kauli zilizotolewa na maafisa wakuu wa serikali ya Uturuki dhidi ya Israeli. Waziri wake wa mambo ya nje alisema taifa la Kiyahudi halina nafasi miongoni mwa wanadamu. Analani hiyo kauli. Anasahau yeye anayoyazungumza kuhusu uwepo wa Palestina, kuwa akiwa yeye waziri mkuu halitokuja kuwepo taifa linaitwa la Palestina. Yeye anayasahau hayo, kwamba linapaswa kufutwa. Yeye mara kadhaa ameainisha kuwa hakutokuwepo na litafutwa. Waziri wake wa mambo ya ndani pia alisema anataraji kuwa governor wa Jerusalem. Netanyahu alisema, yani waziri wa mambo ya ndani wa Uturuki aliwahi kusema kuwa nitakuja kuwa governor wa Jerusalem. Yani unazungumza kwa sababu Jerusalem hakuwahi kuwa mali ya Israeli. Hata katika mgawanyo Jerusalem haikuwahi kuwa mali ya Israeli. Kwa hiyo hicho anakizungumza. Anasema kuwa Netanyahu alisema kwamba utawala ulioathiriwa na ile Muslim Brotherhood, harakati kali inayochukia Marekani na kuimba kifo kwa Marekani, kutoa upande huu wa wigo, kwa maoni yangu haupaswi kupewa F-35 au injini za ndege zake za kivita. Hilo litadhoofisha usawa wa nguvu katika Mashariki ya Kati, ambayo hatimaye imehakikishwa na ukuu wa anga wa Israel na pia nafasi ya Marekani katika eneo hilo. Wanaenda mbele, wanarudi nyuma, wanakuja wanajikamata. Walisema wao ni wakubwa kuzidi Marekani. Sasa hivi wanapiga kelele kwa Marekani kutoa msaada kwa Uturuki kwa sababu hakutokuwa na usawa. Wanasema Uturuki itakuwa juu. Sasa kumbe Israeli ni mkubwa au Marekani ni mkubwa? Manake sasa anapiga kelele kwa Marekani usimpe yule. Halafu upande wa pili anatuonyesha kuwa yeye haamuliwi chochote na Marekani wala hawezi kuzuiliwa na nguvu yoyote, Kwa hiyo alikwenda mbele karudi nyuma kuthibitishia tu kuwa si lolote yeye bila Marekani. Nadhani analizungumza hilo. Ndio maana watu tunayazungumza kuwa unaweza ukatubishia lakini uhalisia unabaki kuwa ni wawazi. Wakati huo kabla ya mkutano wa NATO utakaofanyika Uturuki na ushiriki wa Trump, Israeli imewasilisha kwa nchi wanachama kwamba inatarajia kulani matamshi ya waziri wa mambo ya nje wa Uturuki ambaye alielezea Israeli kama mzigo kwa ubinadamu. Katika taarifa huko Jerusalem na Jumatatu, waziri wa mambo ya nje Gideon Sari alisema matamshi ya aina hii yanahitaji majibu. Israeli inapaswa kutoa majibu yenyewe kabla, katika andiko alilolitoa Israel Cards leo, kutishia kuwa watamuua tena kiongozi wa Iran. Yani kuwa wao wanatoa matishio na wanafanya vitendo,
lakini wenzao wanatoa matamshi ya bila vitendo, wanataka matamshi ya bila vitendo yalaniwe, lakini action zao wanazozifanya ambazo zimekiuka kabisa na haziko katika utaratibu zibarikiwe. Hii ni ajabu kweli unaiona duniani. Sasa Sare alisema kuhusu suala la mauaji ya kimbari lazima lishughulikie matamshi ya kushangaza yaliyotolewa na waziri wa mambo ya nje wa Uturuki. Yaani kauli aliyoisema kuwa kuifuta Israeli wanasema kuwa tafsiri, ukienda kwenye mkataba wa Geneva inatafsiri kuwa hii ni mauaji ya kimbari, lakini wao wanapinga kuwa wao wameshiriki kwenye mauaji ya kimbari yaliyowaua wa Palestina. Yaani wao wamefanya kwa vitendo, wa action, watu 73,000 wameuawa, wameangamiza entire yani jamii nzima, nyumba zote, kila kitu wameangamiza, lakini wanapinga kuwa hili sio genocide. Ila kauli ya Uturuki ambayo inatajwa kuwa Israeli haitaki kuwepo ni kauli ambayo inaashiria genocide. Haya ndio maajabu ya dunia. Unaweza ukaona. Waziri wa mambo ya nje wa nchi itakayoandaa mkutano wa kilele wa NATO huko kesho alisema kuhusu hali ya Wayahudi, watu hawa wamekuwa mzigo ambao binadamu hauwezi tena kuubeba. Alizungumza waziri wa mambo ya nje kweli wa Uturuki, nadhani alikuwa Hakan Fidan, alisema kuwa huu ni mzigo ambao dunia haiwezi kaubeba dhidi ya Uturuki. Lakini wamezungumza mangapi dhidi ya Irani? Wamezungumza mangapi dhidi ya wengine? Na wamechukua hatua dhidi ya wameua wangapi katika eneo hilo? Na isionekane, manake kinachozungumzwa ni tabia yako halisi ulionayo. Alisema hii ni sentesi inayorudia sentesi zinazofanana sana tulizozisikia yapata karne moja iliyopita, kuzungumzia watu kama tatizo la ubinadamu na unafanya nini na mzigo ambao hauwezi kubeba tena. Matamshi haya ni wito dhahiri wa mauaji ya kimbari. Yaani matamshi ni wito wa dhahiri wa mauaji ya kimbari. Hilo Israeli wanakubali, lakini hawakubali kuwa vitendo vyao walivyovifanya dhidi ya jamii zingine kuwa ilikuwa ni mauaji halaiki, au yalikuwa mauaji ya halaiki ya kimbari, au yalikuwa mauaji ya kimbari. Wao wanapinga. Yaani vitendo vyao ambavyo tayari vimethibitisha kuwa kile ambacho wanakizungumza kwa wenzao wao wamekifanya, wao wanakipinga. Lakini wanataka kupiga mstari kwenye kauli za wenzao zinazoelekea kwao, kauli. Ila wanapinga vitendo vyao ambavyo wao wamevifanya na vimethibitishwa na dunia kuwa sio. Ni maajabu kweli jamani, Rahby Digital, haki na ukweli.